Ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala akupatie amani na utulivu wa nafsi Muislamu, jitahidi kushikamana na mambo haya matano. Jambo la kwanza ni kuswali swala ya alfajiri kwa wakati. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man salla subha fahuwa fi dhimmati llahi, mwenye kuswali swala ya subhi, mtu huyu atakuwa katika hifadhi na dhima ya Mwenyezi Mungu. Katika siku yako yote ulinzi wako utakuwa kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu katika imani, jitahidi kuswali swala ya alfajiri kwa wakati. Na katika faida ya kuswali swala ya alfajir ni mtu kuingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, la yalija nnara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, hatoingia motoni yoyote yule mwenye kuswali kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kuzama jua. Anamaanisha mwenye kuswali alfajr na mwenye kuswali alasr, mtu huyu hawezi kuingia motoni. Allah atujalie miongoni mwao. Na kabla ya kuswali alfajiri zipate zile rakaa mbili, ndugu yangu katika iman. Rak'ata alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha, mwenye kuswali rakaa mbili za alfajiri ni bora kwake yeye kuliko dunia na vilivyomo. Sasa vipi kuhusu alfajiri yenyewe, ikiwa sunna yake tu ni bora kuliko dunia na vilivyomo? Kwa hiyo swala ya alfajr huleta amani na utulivu wa nafsi. Kitu cha pili ni Qur'an, maneno ya Mwenyezi Mungu. Wallahi, kama hujui kusoma Qur'ani, kama haujui kusoma Qur'ani na huna mpango wa kujifundisha Qur'an, unapitwa na vitu vingi sana. Nyie, Qur'ani ni tamu, Qur'ani ni nzuri, Qur'ani inaleta tabasamu, Qur'ani inaleta amani, kwa sababu ndiyo tiba ya moyo. Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo ukiyasoma unalipwa. Jitahidi usome sana Qur'ani. Pale ambapo unahisi dhiki na shida, zidisha zaidi kuisoma na utakuwa sawa. Jambo la tatu ni sadaqa. Jitahidi sana kutoa sadaqa. Khairun nasi anfa'uhum linnasi, mbora wa watu ni yule ambaye watu wananufaika naye. Wallahi, unapowasaidia watu unaingiza furaha katika nyoyo zao. Wa ahabbul a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslimin, Mtume anasema, na amali ambayo inapendeka sana kwa Mwenyezi Mungu ni ile furaha unayoingiza kwa ndugu yako Muislamu. Sasa wewe ukiwa ni mwenye kutoa sadaka, ukawa mwenye kuwasaidia watu, unajua matokeo yake ni nini? Unawapa furaha watu. Kwa nini Allah akuachie dhiki wewe katika nafsi yako, asikupe amani? Sadaka ni siri ya kupata utulivu wa nafsi na amani, ndugu yangu Muislamu. Lakini vile vile unapotoa sadaka unazizima hasira za Mwenyezi Mungu. Sadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabbi, sadaka ya siri inazizima hasira za Allah, hasira za Mola. Sisi mara ngapi tunamkosea, tunamkasirisha Mwenyezi Mungu, lakini kwa sadaka unazizima hasira zake, maana yake unazipata radhi zake. Sasa kwa nini utapata shida ya nafsi? Lakini vile vile jambo la nne, leta istighfari kwa wingi Muislamu. Istighfar ni sababu ya kufunguliwa mambo yako, mara nyingi na waelekeza. Lakini istighfar ni sababu ya kupata amani ya moyo wako. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana, na mumtake msamaha Mola wenu kisha tubieni kwake yeye. Allah anasema yumatti'ukum, atakupeni maisha yaliyokuwa mazuri duniani na akhira, afya njema, riziki nyingi, amani na utulivu wa nafsi. Vyote hivi ni maisha mazuri, sawa? Alafu jambo la mwisho ni dhikri kwa ukubwa wake, dhikri kwa upana wake. Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Leta sana dhikri, fanya adhkari kwa wingi, utapata utulivu wa nafsi na moyo.
ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Allah anasema tambueni, kwa kumtaja Allah na kumdhukuru nyoyo hutulizana na hupata amani. Mashaallah. Ha ana Yasin Al-Haythami, Allah kubariki. Ona, subiri kwanza, usisahau kusubscribe chaneli yetu nzuri, sawa?